Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumanne ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2024, juma la 30 mwaka B. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya ya 18 hadi ya 25. Injili inatoka katika Injili ya Luka sura ya 13 aya ya 18 hadi ya 21. Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ya 13 aya ya 18 hadi ya 21. Yesu alisema, ufalme wa mbingu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje ya haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti. Ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotwaa mwanamke akasitiri ndani ya pishi 3 za unga hata ukachacha wote pia. Neno la Bwana. Sifa kwake Kristo. Karibuni tusikilize tafakari. Wapendwa familia ya Mungu, somo tulilosikia hivi punde tunaalikwa kutafakari juu ya matumaini ya ufalme wa mbinguni. Wapendwa wasikilizaji, tunamuona Paulo mtume anazungumzia juu ya tumaini linalosubiriwa na viumbe na kufanywa wana wa Mungu. Paulo anagundua kwamba kila kiumbe kinasikitishwa na kifo, kwani kina tamaa ya kuishi milele. Paulo anasema tena kwamba hata sisi ambao tumemvaa Kristo ndani yetu tuna maumivu tuking'ang'ania kufanywa wana na kuungana na Mungu. Paulo anatusisitizia tuendelee kutumaini kwa saburi na imani. Namna hii tutalipata hilo tamanio letu. Yesu katika Injili analipatia maelezo tumaini hilo linalozungumzwa na Paulo katika barua kwa Warumi, anapofananisha ufalme wa mbinguni na chembe ya haradali au chachu iliyochachusha pishi 3 za unga. Hapa anadhihirisha kwamba ufalme wa mbinguni upo ili ukue, uwafikie watu wengi na kuwakaribisha wengi, kama chembe ya haradali inavyomea na kuwa mti unaoweza hata kuwafurahisha ndege. Huu ni ujumbe wenye matumaini makubwa kwa Mungu. Anataka watu wote tuwe watoto wake. Wapendwa katika Kristo, nasi tuwe wajumbe wa matumaini kwa wenzetu. Tusiwapelekee laana au kuwakatisha tamaa. Hivyo basi, sisi wa Kristo, yani wafuasi wa Kristo, yatupasa kutambua ya kuwa ufalme wa mbinguni umekaribia. Katika hili tunajiuliza maswali mengi yahusuyo ufalme huo, ikiwemo hasa wakati hayo yote yatakapotokea. Wapendwa, hakuna anayeweza kujua siku au saa
ya ujio wa ufalme wa Mungu. Wewe jiweke tayari tu. Rejea Injili ya Marko sura ya 13 aya 32 hadi ya 37. Kwa kumalizia mafundisho yake, Yesu alisema, lakini juu ya siku au saa hiyo hakuna mtu ajuaye itakuwa lini, wala malaika wa mbinguni, wala Mwana, Baba yake ndiye ajuaye. Muwe waangalifu na kesheni, maana hamujui wakati huo utafika lini. Itakuwa kama mtu anayeondoka nyumbani kwenda safari, akiwaachia watumishi wake madaraka, kila moja na kazi yake, akamwambia mlinzi wa mlango awe macho. Kesheni basi, kwa maana hamujui mwenye nyumba atarudi lini. Huenda ikawa jioni, usiku wa manane, alfajiri au asubuhi. Kesheni ili akija ghafla asije akawakuta mumelala. Ninayowaambieni ninyi, nawaambia wote, kesheni. Rejea Injili ya Mtakatifu Marko sura ya 13 aya 32 hadi ya 37. Familia ya Mungu, katika wakati huu tunaalikwa kutazamia na kujiandaa kwa ujio wa ufalme wa Mungu. Yatupasa pia kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie kutambua ukuu wa ufalme wake kwa imani, sala na matumaini. Yesu, tufanye tuwe watu wa matumaini ya uzima wa milele, bila kujisahau wenyewe kuishi matumaini hayo. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Clement Minani toka Jimbo Katoliki la Kabgayi nchini Rwanda, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, Jimbo Kuu Tabora.